Mama Samia inang'ara-ng'ara. Tanzania ya Mama Samia inang'ara-ng'ara. Tanzania ya Suluhu Hassan mama yameremeshwa. Tanzania ya Mama Samia inang'ara-ng'ara. Mwana mama Tunaendelea na kile kipindi chetu cha mkutano mkuu maalum wa CCM tukiwa nje ya mkutano. Na naendelea kuzungumza na wadau nje ya mkutano, na hapa nina Waziri Jerry Silaa, mmoja wa vijana imara ndani ya serikali ya awamu ya 6 ambaye ameiheshimisha. Kila mahali unapomweka Silaa anafiti. Labda tuanzie hapo Silaa. Tunakuja kujadili ilani mpya. Utekelezaji ilani uliopita ukoje? Kwa upande wako kwa kifupi, yale maeneo ambayo ulikabidhiwa. Kwa maeneo ambayo nimekabidhiwa, utaona wazi kwamba kazi kubwa imefanyika kwenye Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari, maelekezo ya Mheshimiwa Rais na ile mipango tulikuwa tumekubaliana kwenye ilani ya mwaka 2020-2025 kubwa kuhakikisha Watanzania wengi zaidi wanaunganishwa na mawasiliano. Mawasiliano kwa sura gani? Kuna mobile broadband kwa maana mtandao wa simu, kuna minara 308, ule mradi wa Digital Tanzania Project ambao Mheshimiwa Rais mwenyewe ndio aliozindua tarehe 12 mwezi Mei mwaka juzi. Tunafanya kazi ya kupandisha hadhi minara 308 kutoka hadhi ya 2G kuna 3G mpaka 4G. Na 2G ni ule mtandao ambao wanaweza kupata simu za kawaida na SMS. 3G na 4G wanaweza kupata internet. Kwa maana utaona utumiaji wa mtandao wa internet nchini umeongezeka mpaka kwa Tanzania milioni 49. Lakini kuna kazi ujenzi wa minara 758 inakwenda vizuri, mikataba imekwisha tarehe 13 ya mwezi Mei na kazi imeenda vizuri sana. Na minara yote hii inajengwa kwenye maeneo ambayo yanaitwa underserved. Underserved ni maeneo ambayo mfanyabiashara makampuni haya ya simu hawezi kwenda kwa sababu hayana biashara ya kutosha. Lakini mkongo wa taifa wa mawasiliano kwa maana optic fiber national internet backbone umejengwa ushafika wilaya 109 na mkakati wa kuunganisha wilaya nyingine 30 unaendelea, lakini nafuata kufanya last mile connection kwa maana kuunganishia wateja kwenye fiber to home ama fiber to office inaendelea kufanyika. Lakini kwenye sekta ya vijana wanaounda kampuni changa kwa maana startups ama vijana wabunifu, yenyewe serikali imefanya mambo makubwa. Ziko incubation hubs zinajengwa 8 kwenye maeneo yote makubwa ya nchi yetu: Mwanza, Dar es Salaam, Mbeya, Tanga, Dodoma, Lindi na Zanzibar, kwa ajili ya kusaidia vijana hawa ambao ndio eneo ambalo linaajiri Gen Z wengi zaidi wajihusisha masuala ya teknolojia. Kwa Dr. Samia kwa miaka hii 4 na miezi 3 amefanya kazi kubwa, na ndio haya tunatumia tuyaone kwenye ilani mpya, yale ambayo tunakufanya zaidi ya haya yaliyofanyika. Na yote yanayosemwa hapa yanasemwa maneno, lakini vitendo viko mtaani. Maeneo ambayo mtu kwa pata mtandao wa simu leo anapata mtandao wa simu. Maeneo ambayo kwa pata mtandao wa simu leo anapata simu na internet. Maeneo kwa anapata simu peke yake leo anapata internet. Kwa hiyo imeongeza wigo wa Tanzania ambao kwenye mtandao inawasaidia kuweza kuwasiliana, inasaidia biashara mtandao, inasaidia habari, inasaidia elimu. Leo mtaala mpya umezinduliwa, vitabu viko kwenye website ya Tanzania Education Authority. Leo kuna walimu maeneo mengi ya nchi hii wanapata mtandao, wanaweza kudownload vitabu vile kufundisha. Kwa kazi kubwa sana kapasiti imefanyika, na ndio maana tunapokwenda kwenye uchaguzi wa Oktoba 2025, pamoja na kwamba Chama cha Mapinduzi ni chama kikubwa sio tu Tanzania bali Afrika nzima, ni chama cha mfano duniani, sababu ni chama ambacho kina historia kubwa toka TANU na ASP, lakini ni chama ambacho kilishiriki ukombozi wa nchi nyingi barani Afrika, na ni chama ambacho kilikuwa kishiriki kwenye stabilization ya siasa na chumi za nchi nyingi. Lakini vile vile mgombea wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ameonyesha kwa vitendo nia yake, nguvu yake, uhodari wake na ile commitment ya kuwatumikia Watanzania. Kwa haya aliyoyafanya, madarasa, vituo vya afya, barabara, madaraja, miradi mikubwa kwa Nyerere trilioni 6.6. Ukisafiri nje ya nchi unakutana na mtu anakuambia eti Tanzania mmejenga hydroelectric dam kwa pesa za ndani 6.6 trillion, ni almost bilioni 2.5 dola. Ni mradi mkubwa ambao duniani huko na nchi nyingine za Afrika haufanyiki bila wahisani ama bila mkopo. Kwa haya aliyoyafanya, sifa zake, chama hiki kwa kabisa uchaguzi wa Oktoba 2025 unaenda kutoa matokeo ya hiki ambacho kimefanyika kwa miaka 4 na miezi 3, na ndio maana hata sisi wa Ukonga tunasema hakuna ambacho sisi tunamdai Mheshimiwa Rais. Yeye anatudai kwa sababu kata zilizokuwa zina vituo za afya leo tuna vituo vya afya. Sekondari zilizokuwa zina madarasa leo zina madarasa yana tiles, yana aluminium, yana feni na madawati. Miradi ya maji, si Ukonga tushasahau mambo ya maji ya DAWASA. Leo kuna mradi mkubwa kule Bangulo bilioni 36 zimetumika, leo maji yameanza kushuka kwenye kata nyingine za jimbo la Ukonga. Mradi wa Kisarawe, Kibamba Kisarawe Pugu ndio unaohudumia watu.
mwendo kasi ya awamu ya 3 bilioni 231 Gongo la Mboto Kariakoo, na miradi ya ndani ya barabara za ndani MDP awamu ya 2 imekwisha kuanza. Kwa mambo ni mengi kwa muda mfupi tutakwenda kufanya kazi ambayo itafanywa hapo ndani ya kuwasilisha utendaji wa ilani, lakini niseme Oktoba 2025 Dr. Samia atashinda kwa kura nyingi kana yale ambayo tukija la kwako mwenyewe sasa binafsi, wapenzi watazamaji, huu ni mmoja wa wale mawaziri ambao kila anapowekwa anaacha alama, anafanya makubwa. Wakati umewekwa kwenye ardhi ulifanya mambo makubwa, yani watu, yani mpaka ikawa sasa unategemewa, alafu hukukaa muda mrefu sana ukaondolewa, watu kataka kulia. Unajua kuna ile kutaka kumwambia bwana mama utatuondoleaje huyu hapa, na wakati ameanza kunyoosha, ukaletwa kwenye habari kidogo, ukaanza kutunyoshia kidogo, funga kufungua kwenye hizi taratibu zenu za kindani za chama. Kuna wakati ninafanya kitu kinaitwa midterm review, kwamba mimi nikiwekwa mahali fulani na fiti zaidi, basi ubaki hapo hapo uendelee. Pasco, unaja kwenda mbali. Wizara wa Tanzania katiba yetu ibara ya 8 huwa anachukua mamlaka yote ya serikali wanampa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais ndio waziri wa wizara zote. Yeye anakasimia baadhi ya watu isu dhamana kuweza kufanya kazi, anawapa maelekezo, anawapa ilani watekeleze. Yaani tunayafanya kwa niaba yake kutokana na maelekezo yake. Yeye mwenyewe ndio mwenye kufahamu na kuona nani ampange wapi katika kumsaidia yeye kazi. So, kazi zote hizo Tanzania wamempa yeye, na yeye kwa ridhaa yake anakasimia baadhi ya watu waweze kumsaidia, na yote yanayofanyika pale yanafanyika kwa niaba yake. Sifa zote na kazi zote tunazozifanya kutokana na maelekezo ya Mheshimiwa Rais, kutokana na uwezeshaji aliowezesha na mazingira aliyotengeneza na watendaji wakubwa kusaidia. Chote kinachofanyika ardhi, kinafanyika mawasiliano na wizara nyingine, yote mwisho wake ndio hapa chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kazi ambazo Mheshimiwa Rais aliwaahidi Tanzania atazifanya na sisi tunazifanya kwa sababu yake. Asante. Basi jamani, sisi watu wa media, yani muhimili wa 4, tuwe tunafanya kitu kinaitwa performance prize ya hawa viongozi wetu. Yani kuna prize ya kuangalia wizara hii wakati yuko Jerry Silaa ilifanya hiki na hiki na hiki, sasa hivi yuko fulani amefanya hiki na hiki, ili ikifikia mahali the best one waendelee kupewa zile sehemu ambazo watapiga a very big push. Asante sana. Fanya kazi sana. Vina uhuru sasa vyombo vya habari, sote kesi za uonevu kafutilia mbali, kapunguza faini za bodaboda, sasa mambo shwari. Tanzania ya Mama Samia inang'ara.